Ujambo, karibu katika Genesis to Revelation. Mimi ni H1716 Actualve. Leo tunaingia katika kipengele cha 34, nzige na giza, majeraha ya 8 na 9 ya Mungu dhidi ya Misri. Katika Kutoka 10 na 11 tunaona mapigano ya mwisho kabla ya jeraha kubwa la mwisho. Farao amejitolea kwa dhambi na Mungu anaonyesha uvumilivu wake na haki yake. Hebu tusome pamoja. Kisha Bwana akamwambia Mose, ingia kwa Farao, kwa maana mimi nimeugumuza moyo wake na moyo wa watumishi wake, ili niweze kufanya ishara hizi zangu miongoni mwao. Tunasoma maandiko kutoka 10:1 hadi saa 11 na madakika 10, hadithi ya nzige walioharibu kila kitu na giza lililoweza kushikwa. Tumwombe Mungu atufungue macho kuona ukweli wake. Jeraha la 8, nzige. Mungu anasema kwa Mose aingie kwa Farao, kwa sababu Mungu ameugumuza moyo wa Farao ili kufanya ishara zake. Nzige wanakuja kuharibu kila kitu ambacho kimebakia baada ya mvua ya mawe. Farao anaomba msamaha, lakini baada ya nzige kuondolewa, moyo wake unazidi kuwa mgumu. Jeraha la 9, giza. Giza totoro linafunika nchi ya Misri kwa siku 3, giza ambalo linaweza kushikwa. Lakini katika Gosheni, mahali pa Waisraeli, kulikuwa na mwanga. Farao anasema Waisraeli wanaweza kuenda, lakini wamwache mifugo yao. Mose anakataa. Farao anamwambia Mose asiuone uso wake tena au atakufa. Mungu anamwambia Mose kuhusu jeraha la mwisho, kifo cha wazaliwa wa kwanza, ambalo kitamaliza upinzani wa Farao. Kuna maelezo muhimu tunayosahau mara nyingi. Kwanza, Mungu anasema yeye mwenyewe ameugumuza moyo wa Farao, si tu kwa ajili ya hukumu, bali ili kuonyesha ishara zake. Hii ni ufunuo wa uongozi wake wa kila kitu. Pili, nzige hawakuja tu ovyo, walikuja kuharibu kile ambacho kilikuwa kimebakia baada ya mvua ya mawe. Hii inaonyesha mpango wa Mungu wa hatua kwa hatua. Tatu, giza hili lilikuwa si giza la kawaida, lilikuwa giza ambalo linaweza kushikwa. Katika Kiebrania neno hili linamaanisha giza la kiroho, si tu utovu wa mwanga. 4, wakati wa Misri walikuwa katika giza, Waisraeli walikuwa na mwanga nyumbani kwao. Hii ni picha ya tofauti kati ya wale walio chini ya hukumu na wale walio chini ya neema ya Mungu. Tunaona mabadiliko makubwa ya kiteolojia hapa. Kwanza, mabadiliko kutoka uvumilivu hadi hukumu. Mungu ameonyesha subira kubwa, lakini sasa anaonyesha haki yake pia. Upinzani wa Farao hautalii milele. Pili, mabadiliko kutoka ushirikina hadi utawala wa Mungu. Miungu yote ya Misri, ikiwa ni pamoja na Ra, mungu wa jua, inashindwa mbele za Mungu wa kweli. Giza linazima mwanga wa Ra. Tatu, mabadiliko kutoka utumwa hadi uhuru. Waisraeli wanaanza kuelewa kwamba Mungu ni mkombozi wao halisi, si Farao. Jeraha hizi ni mapambano ya kiroho kati ya ufalme wa giza na ufalme wa mwanga. Mungu anaonyesha kwamba yeye ndiye Bwana wa vyote. Wanyamapori walishuhudia mapigano haya ya kiroho kati ya uongozi wa Mungu na upinzani wa binadamu. Sisi ni silaha za Mungu, lakini tunasikitika kuharibu mazao. Binadamu hawajui raha ya kutii kama sisi. Nimeona giza la kawaida, lakini hili ni giza la kiroho. Ni aibu jinsi binadamu wanavyokataa mwanga wa Mungu. Kutoka juu, ninaona mipaka ya Mungu, giza huko, mwanga huku. Mungu analinda watu wake hata katika majanga. Tunatii kwa haraka, lakini Farao anaendelea kukataa. Je, binadamu hawajui baraka za kutii? Viumbe vyote vinangojea uhuru wa watoto wa Mungu. Mapambano haya yanatuathiri sote. Hadithi hii inatufundisha mambo muhimu. Kwanza, tujihadhari na moyo mkuu. Kila mara tunapokataa Mungu, moyo wetu unazidi kuwa mgumu. Farao alifika mahali ambapo hakuweza tena kutubu, hata akiona nguvu za Mungu. Pili, tuombe kwa ajili ya viongozi wetu na wenye madaraka ambao hawajamjua Mungu. Wanahitaji ufunuo wa ukweli wake. Tatu, tuamini katika uweza wa Mungu wa kuvunja kila kipinga kinachosimama dhidi yake. Hakuna mfalme, serikali au nguvu inayoweza kushinda Mungu. 4, tuwe na hakika kwamba Mungu analinda watu wake hata katika majanga. Kama vile Waisraeli walikuwa na mwanga wakati wa giza, Mungu atatulinda sisi pia. Hebu tumuombe Mungu atupe moyo laini na hekima ya kutii amri zake. Tumwombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa subira yako na haki yako. Tusaidie tusiwe na moyo mkuu kama Farao.
Tupe moyo laini wa kutii amri zako. Tuombe kwa ajili ya viongozi wetu wajue ukweli wako. Katika jina la Yesu, amina. Fungana nasi kipengele kijacho tunapomaliza Majeraha 10 na kuona uhuru wa Waisraeli. Mungu awabariki. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.